Tutazame sasa anga la kimataifa. Vita vya kibiashara kati ya Marekani na China huenda vikafikia ukingoni baada ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani kuendelea na mazungumzo nchini Switzerland. Maafisa wakuu wa biashara kutoka pande zote mbili kuanzia Jumamosi iliyopita wamekutana katika mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu tangu rais wa Marekani Donald Trump aiweke China ushuru mwezi Januari. Taarifa ya Maria Okotia inafafanua zaidi. Marekani na China wamefikia makubaliano ya muda ya kupunguza ushuru wa forodha kwa kipindi cha siku 90 baada ya mazungumzo yaliyofanyika kwa Geneva, Uswizi. Hatua hii inalenga kupunguza mvutano wa kibiashara uliodumu kwa miaka na kurudisha amani katika masoko ya kimataifa ambayo yamekuwa yakitikiswa na hatua za kisasi kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi. Kupunguzwa kwa ushuru wa forodha kunamaanisha kuwa bidhaa zinazosafirishwa kati ya Marekani na China zitatozwa kodi ndogo zaidi, hatua ambayo itapunguza gharama za biashara, kurahisisha upatikanaji wa bidhaa na kusaidia kurejesha utulivu kati ya minyororo ya ugavi duniani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa na mataifa hayo, Marekani imepunguza ushuru wake kutoka 145% hadi 30% kwa bidhaa kutoka China, huku China ikipunguza ushuru wake kutoka 125% hadi 10% kwa bidhaa kutoka Marekani. Mvutano huo wa kibiashara ulianza rasmi mwaka 2018 wakati Rais Trump alipoanzisha kampeni dhidi ya kile alichokiita mazoea yasiyo ya haki kibiashara ya China. Marekani ilishutumu China kwa kuiba teknolojia na haki miliki za kampuni za Marekani, kulazimisha uhamisho wa teknolojia na kutoa ruzuku kubwa kwa viwanda vyake, hivyo kupunguza ushindani. Hatua ya wazi ilikuwa ni kuanza kutoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka China, ambako China haikukaa kimya, nayo ikajibu kwa ushuru wa kulipiza kisasi dhidi ya bidhaa za Marekani. Hapo ndipo vita ushuru ilipozaliwa, maarufu kama USA China Trade War. Mnamo Januari 2020 nchi hizi mbili zilifikia makubaliano ya awali yaliyojulikana kama Phase 1 Trade Deal, ambako China iliahidi kuongeza ununuzi wa bidhaa za Marekani, hasa mazao ya kilimo na bidhaa za viwandani, huku Marekani ikiahidi kupunguza baadhi ya ushuru. Hata hivyo, janga la Uviko 19 lilipunguza kasi ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Wakati utawala wa Rais Joe Biden aliposhika madaraka 2021, hakufuta ushuru wa Trump, bali alichukua mkakati wa kujumuisha jamii ya kimataifa katika kushughulikia masuala ya China na kusababisha mvutano kuendelea chini kwa chini bila suluhisho la wazi. Baada ya Donald Trump kurejea madarakani mwaka 2025, sera kali dhidi ya China zilirudi kwa kasi, ikiwemo kuzuia usafirishaji wa madini adimu, malighafi muhimu kwa sekta ya teknolojia, nishati na ulinzi. Mvutano huu umeathiri kwa kiasi kikubwa minyororo ya ugavi ya kimataifa, ikiwemo kupanda kwa bei za bidhaa na kuzua hofu katika masoko ya fedha duniani. Mataifa mengi yanayoendelea, hasa yale yanayotegemea bidhaa kutoka Marekani na China, yameathirika moja kwa moja. Nchi kama Tanzania, ambayo inategemea uagizaji wa bidhaa kutoka China na Marekani, imekumbwa na ongezeko la bei pamoja na kucheleweshwa kwa usafirishaji wa bidhaa muhimu. Makubaliano haya ya muda ya siku 90 yanatoa fursa kwa pande zote mbili kuendelea na mazungumzo ya kina ili kufikia suluhisho la kudumu. Katika kipindi hiki, Marekani na China wamekubaliana kuanzisha jukwaa la mashauriano ya kibiashara litakalowezesha majadiliano ya kina kuhusu masuala ya kibiashara na kiuchumi. Ingawa makubaliano haya ni ya muda mfupi, yanatoa matumaini ya kurejesha utulivu wa kibiashara na kupunguza migongano ya kiuchumi kati ya Marekani na China. Maria Okotia, Kasra Kikeke, Crown Media. Taarifa yake Maria Okotia hiyo ikiangazia mataifa haya mawili ambayo ni makubwa kiuchumi. Hapa studioni tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Geoffrey Mchungu kuangazia sakata hili. Geoffrey, karibu sana. Asante sana. Za siku nyingi. Salama sana. Tuangazie kwanza nafasi ya mataifa haya mawili katika uchumi wa dunia, maana wao tuseme kwamba ni kama wameshikilia uchumi wa dunia kwa sehemu kubwa. Nafasi yao ni ipi, na hizi sarakasi zinazoendelea baina yao zinaathiri vipi uchumi wa dunia? Yes, kwanza ukitazama haya ni mataifa ambayo ni makubwa katika siasa za kimataifa, lakini vile katika uchumi wa kimataifa. Na tunapozungumzia uchumi wa mataifa, uchumi wa kitaifa, tunaangalia namna gani mataifa haya yanavochangia katika huduma na bidhaa katika uchumi wa dunia, kwa maana kwamba tunaita ile GDP, Gross Domestic Product. Na kimsingi ni kwamba ukitazama mataifa yote mawili haya kati ya Marekani na China yamekuwa yakichangia takriban 45% ya huduma na bidhaa ambazo kimsingi zinazalishwa katika ulimwengu. Sasa ukitazama ni kwamba sera za Trump tangu akiingia madarakani, tangu kipindi chake cha kwanza, lakini vile sera za Trump kipindi cha pili, imekuwa ni mtu ambaye anawatazama China katika mtazamo wa kiushindani, lakini vile amekuwa akitazama China
kama ni washindani wake wa kibiashara. Na kwa nini na kwa hivyo? Kwa sababu lazima tuyatazame mabadiliko ya siasa za kidunia na mabadiliko ya siasa za ulimwengu. Kwenye siasa za kimataifa tuna kitu tunaita international order. International order maana yake ni utaratibu wa kimataifa. Na kimsingi ni kwamba katika moja ya maadili ambayo yanatengenezwa na mataifa ambayo yanakuwa na hegemonic power, kwa maana kwamba nguvu za kiushawishi za kiuchumi na za kisiasa, vile vile wamekuwa wanaangalia namna gani mataifa haya yanaweza kushindana katika swala zima la kiuchumi. Na ukitazama ni kwamba kwa taifa la Marekani tangu ameingia Trump kwenye kipindi chake cha pili, ni kiongozi ambaye amekuwa kama ni mfia uchumi dhidi ya watu wa China. Na ukitazama amekuwa akilalamika muda mrefu kwamba amekuwa taifa la China limekuwa likidhibiti maeneo ya kimkakati. Na hiyo itakuonyesha kwa mfano, tazama amekuwa katika mfereji wa Panama kule Mexico, amekuwa na hofu dhidi ya ushawishi wa China katika eneo la maeneo ya kusini mwa kaskazini. Kwa kimsingi ni kwamba mtazamo wa kimataifa na mtazamo wa dunia na mwelekeo wa siasa kimataifa umekuwa ukipelekea mataifa makubwa kuweza kushindana. Na hiyo dhana sasa tunaita ni kwamba dunia sasa hivi imebadilika, imeingia katika hoja ya tunasema multipolar politics. Siasa ambazo zinakuwa mataifa makubwa viranja wanapambana kudominate, kumiliki majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Sasa Marekani, kwa kumalizia, Marekani amekuwa ametengeneza taratibu za kimataifa. Sasa China ana hofu dhidi ya kuja kuchukua ile mifumo ya kimataifa. Kama ulivyosema, hawa ndio viranja wa uchumi katika soko la kimataifa. Hizi panda shuka zao kuhusiana na masuala ya uchumi, masuala mazima ya kodi, ushuru wa forodha na vitu kama hivyo, yanaathiri vipi mataifa mengine? Yana athari kubwa sana, kwa sababu kama nilivyosema, haya yanachangia takriban 40% ya uchumi wa dunia. Na kimsingi ni kwamba sera ambazo amezitangaza Trump dhidi ya dunia tunasema ni isolation policy, yani sera za kujitenga. Ni sera ambazo zimekuwa zikitumika katika taifa kuweza kujitenga dhidi ya dunia, lakini vile vile taifa kuweza kuongeza ushuru na kodi dhidi ya wapinzani wake. Na lengo kubwa ambalo kimsingi analifanya ni kuhakikisha kwamba viwanda vya Marekani na wafanyabiashara wa Marekani wanakuwa hawana ushindani dhidi ya wapinzani, kwa mfano kutoka China. Na ukitazama kwa mfano, taifa la Marekani limekuwa lina uwezo mkubwa wa kununua. Marekani ni taifa ambalo lina watu milioni 400, lakini uwezo wake wa kufanya purchase, tunasema purchasing power, yani uwezo wa wananchi kununua ni mkubwa kuliko mataifa mengine. Kwa hiyo China amekuwa akiliangalia soko la Marekani kama ni soko la kimkakati dhidi ya bidhaa zake. Sasa kwa Marekani, kwa Trump anasema, kwa nini hizi bidhaa zetu bidhaa kutoka mataifa mengine zinakuja nchini mwetu, lakini kiasi cha kodi dhidi yetu na wao imekuwa ni tofauti. Na hiyo inakuonyesha sio tu katika taifa la China, kwa mfano taifa kwa mfano ya nchi za Afrika, kwa mfano si Afrika huku Tanzania tumepewa 10%, lakini ukitazama kwa mfano katika nchi za Ulaya 25%. Kwa hiyo mtazamo wa Trump, kama katika hotuba yake ya kwanza ambayo alitoa, ambayo alikita kwamba ni kipindi cha dhahabu, alisema wazi kabisa kwamba lazima tunapowalinda mtulipe kodi zetu, katika uchumi mtulipe kodi zetu. Kwa hiyo sera za Trump ni sera ambazo tunasema ni hiyo hoja ya isolation policy, anajitenga dhidi ya dunia. Lakini sasa kuna uchumi, kuna sera mbili za msingi. Taifa linaweza likafanya isolation policy kama Trump, lakini taifa linaweza likafanya sera ambayo tunasema ni unafanya open up to keep control, kwa maana unafungua mipaka ili uweze kudhibiti. Kwa hiyo mabadiliko ya kiuchumi na sasa kiuchumi za Trump imepelekea mtazamo mkubwa sana kwenye mataifa mengi ikiwemo ya Kiafrika. Trump aliongeza ushuru wa forodha katika mataifa mengi, lakini sasa hivi anakubali mazungumzo na China. Hii ina maana kwamba Trump anaumiza kichwa zaidi kwenye vita ya kiuchumi dhidi ya taifa la China kuliko mataifa mengine. Kuna dunia sasa hivi hauwezi kulikwepa taifa la China. China sasa hivi ndio kiwanda cha dunia. China imekuwa ikihudumia dunia. Na kwa nini Marekani kwa China ni muhimu? Kwa sababu kuna viwanda vingi vya Marekani umewekeza katika soko la China. Lakini China ni soko la kibiashara kwa mataifa mengi, kwa sababu wenyewe wana watu takriban bilioni 1.5. Kwa hiyo wana soko kubwa zaidi dhidi ya wengine. Marekani wao wana watu milioni 400, lakini wana uwezo mkubwa wa kununua. Kwa hiyo bidhaa zao ambao kimsingi wanatengeneza viwandani, wanaliangalia soko la China kama ni sehemu ya kimkakati. Kwa hiyo lazima waweze kukaa kwenye meza mazungumzo, kuja kujadili na kuja kupata suluhu ya pamoja. Lakini hivyo ni kwamba
kuna diplomasia mnaweza mkao mnashirikiana, lakini vivyo mkao huku mnashindana. Na kimsingi ni kwamba anachojaribu kufanya Trump ni kurudisha ile adabu ya kimataifa, kwa sababu kwa takriban tangu kuanguka Umoja wa Kisovieti mwaka 91 na kuibuka nguvu za Urusi, nguvu za China, kama nafasi ya Marekani katika hegemonic power imekuwa ikichukuliwa dhidi ya China. Kwa hiyo Trump amekuwa akitumia misuli yake ya kiuchumi, misuli yake ya kiushawishi kuweza kushawishi mataifa mengine na kuweza kupelekea adabu duniani. Na hiyo inakuonyesha kwa mfano kuna mambo mengi, mambo kwa mfano ya Gaza, mambo ya uchumi, mambo ya Ukraine. Kwa kimsingi ni kwamba hoja ambayo anafanya Trump ni kutumia misuli yake ya kiuchumi kuweza kudhibiti maeneo ya kimkakati, vile vile kuweza kurudisha ile adabu ya kimataifa. Swali langu la mwisho kwako, kama mafahari hao wawili watafikia makubaliano, hii inamaanisha kwamba mataifa mengine pia ambayo yaliwekewa ushuru wa forodha yatapata ahueni? Yes, kwa sababu kitazama katika makubaliano ambayo yamefanyika, wamekubaliana ndani ya siku 90. Kwa sababu mwanzo Trump kuna utawala wa Marekani walipeleka hiyo kodi ya 125 na Wachina nao wakajibu 115. Kwa mpaka jana tumeshuhudia kwamba wamepunguza kodi takriban ya 50. Kwa mazungumzo ambayo kimsingi yamekuwa yakitokea miongoni mwa wataalamu wa kiuchumi na wa diplomasia ni kwamba kuhakikisha unaweza kupelekea ustamilivu wa kimataifa, kwa sababu pale ambapo taifa la Marekani na taifa la China wanaposhindana kunaenda kupelekea athari kubwa katika nchi ambazo kimsingi zinazoendelea. Hivyo vile katika uchumi wa kimataifa, kwa mfano tunashuhudia masuala ya economic recession, kuna kwamba mdororo wa kiuchumi, kupanda kwa bidhaa duniani, hivyo vile kuanguka kwenye masoko makubwa ya kimataifa. Kwa hiyo Trump amekuwa akiwa ni mfia uchumi, kujaribu kutumia nguvu zake za kiuchumi kuweza kudhibiti mifumo ya kimataifa, lakini yoyote inampelekea kwa kuna meza mazungumzo kuweza kufikia mwafaka. Geoffrey, asante sana kwa uchambuzi huo makini kabisa ulionyooka. Tutafurahi sana kuwa na wewe siku nyingine. Mwambie Matias yawe anakuita mara nyingi bwana. Mbona anakuleta mara moja? Crown Media. Hapa ni nyumbani.